إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي وعلى آله وأصحابه وعلى كل من تمسك بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فحياكم الله جميعا أيها الأحبة، والله أسأل أن يجمعني وإياكم في هذه الدنيا دائما وأبدا على طاعته، وفي الآخرة مع إمام المتقين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كن ربانية ولا تكن رمضانية، فهذا هو عنوان خطبتنا في هذا اليوم المبارك. فأعيروني القلوب والأسماع، والله أسأله أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أحبتي في الله، ما هي إلا ساعات تمر وأيام تجري وراءها، وها قد مضى شهر المبارك، شهر الخيرات والبركات، شهر الذي أنزل فيه القرآن، شهر رمضان. ألم يقل ربنا عز وجل أياما معدودات؟ نعم، فهكذا رمضان أيام قليلة تمر مسرعة. Ndugu Waislamu, mwanzo kabisa narejesha shukrani za dhati kwa yule aliyestawi juu ya arshi. Narejesha shukrani za dhati kwa yule ambaye kwamba anatueleza kwenye kitabu chake, wama bikum min ni'matin fa min Allah. Hamna kabisa neema yoyote ambayo kwamba inawapitikieni, hamna kabisa neema ambayo kwamba inampitia kila mmoja wetu, ila neema ile haitoki kwa mwingine, inatoka kwake Mwenyezi Mungu Subhanahu. Sifa kwa ukamilifu ni zake Mwenyezi Mungu Subhanahu, na rehma na amani zimfikie role model wetu, mwalimu wetu mbora wa kuigwa katika kila sampuli ya ibada, Abul Qasim. Ahibati fillah, ikiwa ni Ijumaa ya kwanza katika mwezi wa Shawwal, ikiwa ni Ijumaa ya kwanza baada ya kuondokewa na mwezi wa Ramadhan, niwieni radhi, anwani yetu ya khutba iwe ni kun rabbaniya wala takun ramadhaniya. Kuwa mwenye kumwabudu Mola wako daima,
na kabisa kabisa usiwe katika wale wenye kumwabudu Allah katika mwezi wa Ramadhani tu. Kuwa mwenye kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala muda wote, na kabisa usiwe miongoni mwa wale wenye kumwabudu Allah kwa msimu. Nitawaombeni kwa heshima na taadhima, sa'iruni alquluba wal asma, tegeni masikio kwa makini, mzisongeze nyoyo zenu karibu, tuweze kunasihiana, tuweze kuambizana, tuweze kukumbushana kwa huu muda mchache ulioko mbele yetu. Huenda sote tukatoka na kauli moja ya sami'na wa ata'na, ghufranaka rabbana wa ilayka al-masir. Ahibati fillah, ma hiya illa sa'atun tamurru wa ayyamu tajri waraaha. Ama kwa hakika masaa yanakwenda kwa haraka mno. Jana na juzi tumekuwa katika mwezi wa Ramadhani. Jana na juzi sisi ndio tulikuwa tukisema leo ni Ramadhani mosi. Jana na juzi sisi ndio tulikuwa tukisema tumeingia katika 12, tumemaliza 11. Ma hiya illa sa'atun tamurru wa ayyamu tajri waraaha. Na kila masaa yanapozidi kwenda kwa kasi, masiku yanafuata kwa nyuma. Masaa yanazidi kwenda, masiku yanafuata kwa nyuma. Katika mchana wa Ramadhan tunasema sasa hivi ni saa 4 za asubuhi, tayari alasiri, tuangoja dakika za kuhesabika jua kuzama. Siku ya kwanza ishaondoka, siku ya pili ishaondoka, wiki moja ishamalizika. Wa haqad madha shahrul mubarak, shahrul khairat wal barakat. Na sasa hivi tunazungumza mwezi wa khairi ushaenda zake, mwezi wa baraka ushaenda zake. Ashhuru alladhi unzila fihi alquran, mwezi ambao kwamba ndani yake iliteremshwa Qur'an. Shahru Ramadhan, mwezi wa Ramadhan. Alam yakun rabbuna jalla wa ala, je, Mwenyezi Mungu hakutueleza kwenye kitabu chake kuhusu siri ya haya masiku? Je, Mwenyezi Mungu hakutuibia siri ya haya masiku aliposema ayyaman ma'dudatin, ayyaman ma'dudatin? Haya masiku si ya kufanyia sherehe, haya masiku usije ukaghafilika nayo. Ni masiku machache mno, ni masiku kidogo sana. Leo hii tuzungumza Ramadhani imeenda zake, Ramadhani kurudi itarudi, lakini je, ikirejea mimi na wewe tutakuwa juu ya mgongo wa ardhi? Hakuna anayejua siri hiyo ila ni yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ahibati fillah, فهكذا رمضان أيام قليلة تمر مسرعة. Huo ndio mwezi wa Ramadhani. Masiku yenyewe mwanzo ni kidogo, pamoja na kuwa ni masiku kidogo mno, na yanapita kwa haraka mno. Naam, ahibati fillah, kana Ramadhan suqan wa kunna nahnu tujara. كان رمضان سوقا وكنا نحن تجارة، فربح فيه من ربح وخسر فيه من خسر وقبل فيه من قبل وطرد فيه من طرد. فيا ليت الشعر من المقبول منا فنهنئه، ويا ليت الشعر من المطرود منا فنعزيه. Mwezi wa Ramadhani, mwezi wa Ramadhani ni mfano wa soko, ni mfano wa soko. Tukisema soko, wafanya biashara wanafahamu maana kamili, maana halisi ya soko. Mwezi wa Ramadhani ni mfano wa soko, na katika soko ni moja kati ya mawili. Yule anayefungua bidhaa yake katika hiyo siku, yule anayefungua bidhaa yake katika hiyo wiki, yule anayefungua bidhaa yake katika huo mwezi,
ule anayefungua bidhaa yake katika mwaka ni moja kati ya mawili, ima apate faida ama apate hasara, ni moja kati ya mawili. Na naam, mwezi wa Ramadhani ni mfano wa soko, na sisi ndio tulikuwa wafanya biashara katika soko ile. Farabiha fihi man rabiha wa khasira fihi man khasira. Miongoni mwetu kuna wale ambao kwamba wamefaidika na soko la Ramadhani, kuna wale ambao kwamba walitoka na faida, wale ambao kwamba walifanya biashara na Allah katika mwezi wa Ramadhani, walifunga ya kisheria wala si funga ya ada. Kuna wale ambao kwamba walichunga swala zote 5 ndani ya majumba ya Allah, wakawahi swala ya jamaa, wakachunga nguzo za swala, wajibati za swala, sunna za swala. Kuna wale ambao kwamba walifanya biashara na Allah katika mwezi wa Ramadhani, walitekeleza ibada za sunna za mchana na za usiku. Kuna wale ambao kwamba walikisoma kitabu cha Allah, walihitimisha mara kadha wa kadha. Kuna wale ambao kwamba waliwatupia jicho la huruma wale ambao kwamba hawana namna, waliwatupia jicho la huruma wale ambao kwamba Mwenyezi Mungu kawapa mtihani wa maisha kidunia. Naam, farabiha fihi man rabiha wa khasira fihi man khasira. Kuna wale ambao kwamba wamekula hasara katika soko la Ramadhani. Funga yao ilikuwa ni funga ya ada, amefunga anatukana, amefunga anatokwa na maneno ovyo, amefunga hachungi macho yake, amefunga hajali kinachoingia ndani ya tumbo yake ni halal au haram. Kuna yule ambaye kwamba alikuwa amefunga swala ya alfajiri inampita, swala ya dhuhuri inampita, swala ya alasiri inampita, anakuja kuswali swala ya magharibi kwa sababu ni wakati wa kufungua. Kuna wale ambao kwamba walikuwa hawana habari kamwe na mwezi wa Ramadhani, wa khasira fihi man khasira, na wamekula hasara wale walokula hasara. Wa qubila fihi man qubila wa turida fihi man turida, na wametakabaliwa na Allah miongoni mwetu wale ambao kwamba wametakabaliwa, na kuna wale ambao kwamba wamekataliwa na Allah miongoni mwetu wale ambao kwamba wamekataliwa. Mwenyezi Mungu atujalie miongoni mwa wale ambao kwamba ibada zetu za Ramadhani zimetakabaliwa. Ndugu Waislamu, si kila mmoja anayefanya amali anatakabaliwa na Allah. Mwenyezi Mungu anawatakabalia wachaji Mungu, Mwenyezi Mungu anawatakabalia wale ambao kwamba wanatekeleza ibada kwa mtizamo wa kisheria. Na ndio maana tusema فيا ليت الشعر من المقبول منا فنهنئه ويا ليت الشعر من المطرود منا فنعزيه. Ya reti tungejuana, ya reti ingekuwa kuna alama ya kujuana miongoni mwetu, nani miongoni mwetu amekubaliwa ibada zake za Ramadhani, wallahi tukampatia mkono wa hongera. Na ya reti tungejuana katika sisi nani aliyafanya kuyafanya, lakini maal asaf Mwenyezi Mungu amekataa matendo yake, tumpatie mkono wa pole. Walidhalik kana salafu salih yasaluna anfusahum ba'da intihai Ramadhan, hal nahnu min almaqbulina am min almardudina. Wema wanatangulia baada ya kuondokewa na Ramadhani walikuwa wana shauku ya kujiuliza nafsi zao, wala walikuwa hawajipatii tiki ya mapema, wala walikuwa hawajipatii kabuli ya mapema. La, kuna jambo lilikuwa likiwasumbua sana moyoni baada ya kuondokewa na mwezi wa Ramadhani. Wema waliotangulia walikuwa wanajiuliza ndani ya nafsi zao, hal nahnu min almaqbulina am min almardudin. Je, sisi Mwenyezi Mungu ametutakabalia matendo yetu tuliyofanya katika mwezi wa Ramadhani, ama sisi ni miongoni mwa wale ambao kwamba Mwenyezi Mungu amewakatalia? Naam, kana ashabu nabii sallallahu alayhi wasallam
إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. walikuwa masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallama wanapokutana siku ya Eid, wanaambizana huku wakikumbatiana kuzidisha ukhuwa, kuzidisha undugu, na huku wanaombeana dua. Naam wenzangu, kuna namna ulivyojituma katika mwezi wa Ramadhani, na mimi mwenzako kuna namna ulivyojituma katika mwezi wa Ramadhani. sote tunaombeana taqabbal Allah minna wa minkum salih al-a'mal. Mwenyezi Mungu atutakabalie sisi pamoja na nyie katika matendo mazuri ambayo kwamba tumeyafanya katika mwezi wa Ramadhani. Ahibati fillah, kun rabbaniya wala takun ramadhaniya. Tukimaliza hutuba yetu, nitakuhusia ndugu yangu Muislamu kuwa daima mwenye kumwabudu Mola wako, wala usiwe miongoni mwa wenye kumwabudu Allah katika msimu wa Ramadhani. Ya man arafta abwab alkhair fi Ramadhan, kaifa tazhadu fihi ba'da. Ewe ambaye kwamba ulijua milango ya khairi katika mwezi wa Ramadhani, imekuwaje haraka hivyo tayari ushasahau milango ya khairi ambayo kwamba uliitambua katika mwezi wa Ramadhani? Ya man aqbalta ala rabbika fi Ramadhan, kaifa nasitahu ba'da. Ewe unamkabili Allah katika mwezi wa Ramadhan, mbona haraka hivyo umemsahau tena Allah azza wa jalla? Mwenyezi Mungu anasema wala takunu kalladhina nasu Allah faansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Na kama msiwe kama wale ambao kwamba walimsahau Allah akawasaulisha nafsi zao. Ya man aqbalta ala rabbika fi Ramadhan, kaifa nasitahu ba'da. Ewe unamkabili Allah katika mwezi wa Ramadhan, ewe unamkumbuka Allah katika mwezi wa Ramadhan, imekuwaje tena haraka mno umemsahau Mwenyezi Mungu tabaraka wa taala? Ya man alimta anna salata wajibatun fi awqatiha wa fil jamaa wa fi buyutillah, kaifa tajahalta dhalika ba'da Ramadhan. Ewe ambaye kwamba ulijua kuwa swala ni mojawapo katika nguzo tano za Uislamu, ewe ambaye kwamba ulijua ya kwamba swala ni wasia wa mwisho wa mtume wako sallallahu alayhi wasallama, ewe ambaye kwamba ulijua ya kwamba swala ndio faradhi pekee mtume aliifungia safari ya al-Isra wal Mi'raj, ewe ambaye kwamba ulijua ya kwamba swala ni wasia wa mwisho wa mtume wako sallallahu alayhi wasallama ndani ya majumba ya Allah, swala ya jamaa, imekuwaje tena baada ya Ramadhani umekuwa mjinga katika haya? Ya man kunta taqra'u al-Qur'ana fi Ramadhan, kaifa hajartahu ba'da. Ewe ambaye kwamba mashallah ulikuwa ukisoma Qur'ani baada salati al-fajr, ulikuwa ukisoma Qur'ani kabla au baada dhuhur wa baada al-asr, ulikuwa siku haikupiti katika mwezi wa Ramadhani unafungua safhat katika kitabu cha Allah. Mbona leo tena umekigura kitabu cha Allah? Mtume akashtakia kwa Allah, waqala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-Qur'ana mahjura. Ewe Mola wangu, ama kwa hakika watu wangu waliigura Qur'an. Waman lam yaqra'i al-Qur'ana faqad hajarahu waman qara'ahu ولم يتدبر معانيه فقد هجره ومن قرأه وتدبر معانيه ولم يأت بما فيه فقد هجره. asiyesoma Qur'an tayari keshaigura Qur'an, na atakayesoma
asizingatie maana yake ameigura Qur'an, na atakayesoma akazingatia maana yake na asijipambe na tabia za Qur'an, huyu pia ameigura Qur'an. Ahibati fillah, su'ila ba'du salaf an unasin yata'abbaduna Allah fi Ramadan fa idha salaf taraku al-ibada faqala bi'sa al-qawm la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan. Wema walotangulia waliulizwa kuhusu watu ambao kwamba Ramadhani inapoingia hakuna kama wao, wanamwabudu Allah, wanajisumbua, wanajituma, lakini Ramadhani inapoondoka wanawachana na ibada. Wakajibu wakasema bi'sal qawm la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan. Hao ni watu waovu, hawamjui Mwenyezi Mungu illa katika mwezi wa Ramadhan. Yaqulu subhanahu wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Mwenyezi Mungu anatupigia mfano ya mwanamke fulani kama wanavyotuelezea almufassirun. Huyu mwanamke alikuwa ni majnuna katika mji wa Makka, akili zake zilikuwa ni pungwani. Asubuhi ataanza kusuka kamba mpaka jioni, ama mwanzo wa mwezi ataanza kuisuka kamba mpaka mwisho wa mwezi. Kamba iko tayari kutumika, ataanza kuifumua, ataanza kuichana, ataanza kuiharibu. Ametumia muda wake, ametumia nguvu zake, ametumia rasilimali. Hayo yote mwisho wa siku hajafaidika na ile kamba. Wewe ndio ulijituma, wewe ndio ulijinyima usingizi, wewe ndio uliinuka tahajjud, wewe ndio ulisoma Qur'an, wewe ndio ulichukua masaa kadha wa kadha kwa ajili ya kujikurubisha kwa Allah. Kwa nini tena baada ya mwezi wa Ramadhan unaharibu juhudi ambazo kwamba ulizifanya katika mwezi wa Ramadhan? Ndugu Waislamu, Mwenyezi Mungu hajajalia kikomo katika ibada kwa mu'min ila maut. Mwenyezi Mungu hajajalia kikomo kwenye ibada kwa mu'min ila maut. Mwenyezi Mungu anasema wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Endelea kumwabudu Mola wako mpaka siku malakul maut anakuja kuitoa roho yako. Na ndio maana akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, idha mata ibnu adam inqata'a amalu. Mwanadamu anapokufa matendo yake yanakatika. Bimaana kama uko hai, Mwenyezi Mungu anataka aendelee kukuona unamwabudu Allah azza wa jalla. Ahibati fillah, wa akhiran wa laysa biakhir, mwisho na wala si mwisho. Katika vita vya Uhud habari zilienea kuwa Mtume ameuliwa sallallahu alayhi wasallam. Na naam, Mtume alikuwa amepigwa, ameanguka kwenye kisima, haonekani katika uwanja wa vita. Makureish wanaelekeza mishale yao ndani ya kisima, masahaba wakakizingira kisima na migongo yao iwe ngao ya kuzuia mshale usifikie Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam. Sauti kaenea, Mtume ameuliwa. Ilikuwa ni pigo kwa masahaba, wengine wakaweka silaha zao chini, kisa na maana Mtume ameuliwa. Wengine wakapiga bautani, wakaanza kurejea zao katika mji wa Madina, kisa na maana Mtume ameuliwa. Mwenyezi Mungu akaiteremsha aya, wama Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila inqalabtum ala aqabikum waman yanqalib ala aqibayhi falan yadurra Allah shay'a wa sayajzi Allahu ash-shakirin. Na hakuwa Muhammad illa ni mjumbe wa Allah. Kabla yake yeye wametangulia na wamepita wajumbe wengi. Kabla yake yeye wametangulia na wamepita mitume wengi. Hivi je, akiuliwa kama mnavyodai
ama akifa kitandani kwa kuzuiliwa pumzi za puani, ndiye mtarejea nyuma muiwache dini ya Allah, na yeyote atakayerudi nyuma aiwache dini ya Allah, Mwenyezi Mungu anamwambia, Mwenyezi Mungu hatamdhuru, asidhanie atamdhuru Mwenyezi Mungu na chochote. Mwenyezi Mungu ataendelea kuwalipa wenye kushukuru. Hii aya ilishuka katika vita vya Uhud. Sayyidina Abu Bakar as-Siddiq al-Umma radiyallahu anhu wa ardah alisoma hii aya mara ya pili siku aloaga dunia mtume wetu sallallahu alaihi wasallam. Masahaba walichanganyikiwa, akiwemo Sayyidina Umar. Alikataa, hajafa mtume. Nikimsikia yote katika wanafiki anadai mtume amekufa, darabtuhu bisayf, nitamkata kichwa chake kwa upanga. Mtume hajafa, ameenda kumtembelea Mola wake kama vile Nabii Musa alienda na atarudi. Abu Bakar alipanda juu ya mimbar, akamhimidi Allah, akamswalia mtume sallallahu alayhi wasallama, akasema amma ba'd, kisha akaisoma hii aya ambayo kwamba nimewasomeni, wama Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila inqalabtum ala aqabikum ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. Alipomaliza kuisoma hiyo aya, ahibati fillah, akasema haya maneno ambayo kwamba yanafaa yaandikwe kwa wino wa dhahabu. Akasema haya maneno ambayo kwamba yanafaa yagande kwenye akili zetu tukishaondoka katika hii swala ya Ijumaa. Akasema kuambia masahaba ambao kwamba wamesimama mbele yake, man kana minkum ya'budu Muhammada fa inna Muhammadan qad mat wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Enyi masahaba, yeyote ambaye kwamba alikuwa anasali kwa ajili ya Muhammad, alikuwa anafunga kwa ajili ya Muhammad, alikuwa anatoa zaka kwa ajili ya Muhammad, alikuwa anaenda jihad kwa ajili ya Muhammad, fa inna Muhammadan qad mat, Muhammad kesha kufa. Lakini yeyote alikuwa anayafanya yote hayo kwa ajili ya Allah, Mwenyezi Mungu yuko hai, Mwenyezi Mungu hasi. Nami nasema man kana ya'budu Ramadhan, man kana minkum ya'budu Ramadhan فإن رمضان قد انتهى. yeyote alikuwa anauabudu mwezi wa Ramadhan, anasali kwa ajili ya Ramadhan, anafunga kwa ajili ya Ramadhan, anasoma Qur'ani kwa ajili ya Ramadhan, anawaangalia maskini kwa ajili ya Ramadhan, fa inna Ramadhana qad intaha, mwezi wa Ramadhani ushamalizika. Lakini yule alikuwa anayafanya kwa ajili ya Allah, Mungu wa Ramadhan ndiye Mungu wa miezi mingine. Yule ulikuwa unamwabudu katika mwezi wa Ramadhan ndiye anayekueleza wewe na mimi, wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, endelea kumwabudu Mola wako mpaka siku malakul maut atakuja kuitoa roho yako. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat فاستغفروه فإنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله. لا خيرا لمن كان لله عاصيا،
وقد فاز المتقون كما قال عز وجل: إن للمتقين مفازة. وأكثروا الصلاة والسلام على نبيكم كما قال تعالى مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مسافرا إلا سلمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا جاهلا إلا علمته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عيبا إلا سترته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت الشهادة، وعند الموت الشهادة، وبعد الموت جنة ورضوانه، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان فمني ومن الشيطان. الله ورسوله منه بريئان، وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنسه، وأعوذ به أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ألق به في جهنم. وأقم الصلاة.